pamoja na mshike wote ambao ulitokea katika tamthilia hii ya Anmol, bado Anmol alikuwa hajaachiwa, kwani kila kunapokucha kulikuwa kuna jambo jipya ambalo linakwenda kutokea. Leo tunaona ambapo kimeenda kutokea kitu kingine cha ajabu sana. Baada ya Anmol kuwa anamfuatilia sana Sonakshi, basi leo tunaona alimsikia akiwa anaongea na simu, na baada ya kumsikia ilibidi aingie chumbani kwake. Alipoingia chumbani kwake alisikia mazungumzo ambayo yalimshtua kwa kiasi fulani, lakini sasa Anmol hakutaka kuwa na haraka. Mwisho wa siku alisubiri Sonakshi alale. Baada ya kulala, basi akaenda kwenye simu yake na kuangalia nani alikuwa anaongea naye. Basi simu iliita muda ule ule, lakini Anmol ilibidi ajifiche mahali, na baada ya muda tunaona Sonakshi alipigiwa simu tena, akatoka nje kwenda kukutana na yule mwanaume ambaye alikuwa ana wasiwasi naye. Na baada ya kufika tunaona kweli Anmol na yeye alikuwa anamfuata nyuma. Kwa baada ya kufika mahali pale alijikuta anahisi ni mwizi, ikabidi apige kelele, lakini baada ya kupiga kelele mtu yule alikimbia, na baada ya kukimbia basi tunaona familia nzima ilitoka nje. Cha ajabu ni kwamba Sonakshi akaanza kusema Anmol ana matatizo, kwa hiyo hakuna chochote ambacho kimetokea mahali pale. Kwa hiyo anaendelea kuficha kwamba ana mchepuko, yani Sonakshi anachepuka, anamsaliti Rishi, lakini hiyo ilikuwa ni kwa sababu Rishi alikuwa hamchukulii kama mke wake. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambayo ni haki ya ndoa alikuwa anakosa kabisa. Kwa hiyo kitu kile kilikuwa kinamfanya Sonakshi aamue kutafuta sehemu nyingine, sehemu ya kwenda kutuliza moyo wake. Sasa tunaona haikuishia hapo. Baada ya Sonakshi kuona anafuatiliwa sana na Anmol, leo anataka kuweka mpango wa kuhakikisha anamuua kabisa Anmol. Na mpango huo ulikuwa ni kwamba aliweka katika jiko ambapo ndo sehemu ya kupikia. Tunaona Sonakshi alikwenda akalegeza pipe ya gesi, kwa hiyo moja kwa moja gesi ikawa inamwagika. Sasa huku jiko lilipokuwa limewashwa na gesi ikiwa inamwagika, ikawa inaenda kuleta mlipuko. Lakini leo kwa mara ya kwanza tunaona Tatawala anaokolewa na Anmol kwa sababu alikuwa hajui chochote. Sasa Anmol alipoona kwamba kuna moto unatokea, ilibidi ampushi Tatawala ili yeye apate moto ule, na kweli baada ya kumpushi, baada ya mtungi ule kulipuka, Anmol ndo alipata madhara na alianguka akazimia kabisa. Lakini cha ajabu ni kwamba Tatawala alishangaa kuokolewa, lakini baada ya watu wote kuja kujua nini ambacho kinaendelea, basi bado Tatawala alikuwa anaendelea kumlaumu tu Anmol. Sijui anakuja kushukuru kwa kipi, lakini niona Tatawala amekuwa ni mtu wa ajabu sana. Tamthilia hii kwa leo inaishia hapa.